Naam msikilizaji, karibu tena katika simulizi yetu nzuri, simulizi ya mkasa wa dada yetu anaitwa Shaima. Shaima anasema kwamba wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa nikilisikia neno harusi nachukulia kama ni sherehe ambayo tulikuwa tunaenda kusherehekea, tunakula na kunywa pamoja na kufurahi. Na kadiri nilivyozidi kukua ndipo nikaelewa zaidi, na mpaka nakuwa msichana nikaelewa zaidi neno ndoa, kuoa au kuolewa. Nikajikuta na mimi natamani zaidi nipate mume. Nimesoma mpaka elimu ya juu na kupata kazi nzuri. Niliamini usomi wangu, kazi yangu, pia maisha mazuri ya nyumbani kwetu yangenifanya niwe mwanamke ambaye popote nitakapopita wanaume wapaparike na mimi na kutaka kunioa. Lakini haikuwa hivyo. Hamu ya kupata mwenza wangu ilinifanya nipitie changamoto nyingi sana. Na kila siku ipitayo swali langu nililokuwa nikijiuliza ni kwamba nitaolewa lini? Basi msikilizaji, huo ni mwanzo tu wa kigongo kipya cha Biblia anaitwa Shaima. Ungana nami msimulizi wako wa simulizi hii pendwa na nzuri kabisa, mkasa wa kusisimua ambao una mafunzo mengi ndani yake. Mkasa ambao Shaima ametuletea ili tuweze kujifunza. Anasema kisa hiki ni cha kusisimua ambacho kinanihusu mimi Shaima. Na imani kwamba kuna mafunzo kwa mabinti wengi sana ambao wanapitia changamoto ambayo mimi pia nilipitia. Kwa majina anaitwa Shaima, ni binti wa kipekee katika familia ya baba yangu na mama yangu ambao walifahamika kwa jina la Mr. na Mrs. Yafidhi. Mama yangu majina yake kamili alikuwa anaitwa Latifa. Hivyo baba yangu alikuwa akiitwa Hafidhi. Mbali na mimi pia kulikuwa na kaka zangu wawili, Hamza pamoja na Rafaeli. Wote walinitangulia, mimi tu ndo nilikuwa kamziwanda kao. Baba yangu alikuwa ni mfanyakazi, alikuwa na mashamba makubwa. Kwa hiyo alikuwa akilima kwa ajili ya biashara. Na pia alikuwa na maduka maeneo mbalimbali, alikuwa na majumba. Kiujumla hatukuwa na njaa kabisa. Familia yetu ilikuwa inajiweza kipesa. Tulisoma shule za kulipia, kuanzia mwanzo wa elimu yetu ya awali mpaka elimu yetu ya sekondari. Lakini miongoni mwetu mimi tu ndiye ambaye nilimaliza mpaka elimu ya chuo kikuu na kupata kazi katika kampuni kubwa ya mtu binafsi. Kaka zangu wao walijiingiza katika biashara mbalimbali. Maisha yangu yalikuwa ni mazuri sana na ya furaha. Nilijivunia pesa tulizokuwa nazo na niliona ndio kila kitu. Ni asubuhi na mapema niliamka nikajiandaa tayari kwa kuelekea kazini. Kazini na nyumbani palikuwa mbali kidogo, kwa hiyo nilikuwa na usafiri wangu maalum kwa ajili ya kwenda kazini. Basi nilipofika nilikuwa kitengo cha juu. Nilikuwa kitengo cha juu hapo ofisini. Kwa hiyo wale wafanyakazi wenzangu wa ngazi ya chini walinisabai kwa kunipungia mkono na mimi sikuwa na hiana. Niliwapa salamu kisha nikapanda ghorofa ya 3, ndipo ilipokuwa ofisi yangu tayari kwa kuanza majukumu. Wakati wa mchana kuna watu ambao walikuwa wakituletea chakula, na siku hiyo aliingia mhudumu mmoja hivi akiwa na mmoja wa mfanyakazi mwenzangu pale ambaye aliitwa Rachel. Rachel, niambie kipenzi. Safi, nimeona nije wakati huu wa chakula cha mchana. Nimemwambia huyo binti aniletee chakula huko juu nile na wewe. Sawa, haina shida, ukiona hivyo ujue kuna habari njema umekuja nayo. Ndio, umejuaje shoga yangu? Acha tu. Mguu huu ni wako. Naolewa mwezi ujao, kwa hiyo nimekuletea kadi. Wow, jamani Rachel. Nina furaha sana kwa ajili yako mami. Hongera sana kipenzi. Asante. Hii kadi ya mchango nimekuchukulia kadi ya watu maalum. Usijali Rachel, hakika katika hili tuko pamoja kabisa. Ondoa hofu kabisa, nitachangia shilingi 500. Wow, asante mami jamani, nakupendea hapo tu, unagabaya. Nikamwambia usijali.
Basi tuliendelea kupiga stori huku tukipata chakula, na tulipomaliza kila mmoja akaendelea na shughuli zake. Jioni baada ya kazi nilirudi nyumbani. Na siku hiyo kufika nilifunguliwa geti na mlinzi wetu ambaye aliitwa Keni. Alikuwa amesafiri kwa muda kwenda kijijini kwao. Sasa siku hiyo ndo alikuwa amerudi na tulizoeana sana. Wao Keni, jamani umefika saa ngapi? Ni mchana tu nimefika. Nimetoka kijijini kwetu mapema sana. Oh, vipi hawajambo huko? Akanambia hawajambo, nimekuletea zawadi. Nenda humo ndani jikoni utaziona. Keni aliponiambia hivyo nikapata shauku haraka sana, nikaingia ndani, nikaelekea mpaka jikoni kwenda kuangalia. Nilikuta mihogo, viazi, ndizi. Keni alibeba vya kutosha. Ilibidi nimshukuru kwa zawadi zake. Kisha nikaingia ndani kuendelea na shughuli zangu, ambapo nilipendelea sana kupika. Mara nyingi chakula cha usiku nilikuwa napika mimi, licha ya kwamba kuna wasichana wa kazi. Basi kufika usiku familia nzima tulikuwa pamoja tukipata chakula. Ndipo kaka Rafael akanambia, nimesikia ule rafiki yako Rachel anaolewa, ni kweli? Nikamwambia ya ni kweli, umejuaje hayo yote? Akanambia ni surprise kwako. Jana tumetoka kutoa barua kwao, na maanisha mimi ndo ambaye ninayemuoa, na tulitaka iwe surprise kwako. Nilishangaa kusikia vile, lakini ilinipendeza sana. Nilijikuta nafurahia ile habari japokuwa walinificha. Waliendelea na mipango kimya kimya, na mimi sikujali sana kuhusu hilo. Kikubwa taarifa zilinifikia na nilipokea ni positive way. Siku zilienda msikilizaji, hatimaye ndoa ya kaka yangu ilifungwa na hatukukaa sana. Kama miezi 6 hivi kaka yangu wa pili Hamza naye alioa. Baba aliwaandalia nyumba nzuri kila mmoja ya kwenda kuishi na mkewe. Na ile tunayoishi akaniandika mimi kama mrithi kwa sababu mtoto wa kike nilikuwa peke yangu, kwa hiyo alinipendelea. Kaka zangu waliposikia vile wakafurahia sana, kwani na wao walikuwa tayari na nyumba zao, hivyo walimpongeza baba kwa maamuzi yale. Ulipita tena kama mwezi mmoja. Siku hiyo nilitoka kwenda kuenjoy na marafiki zangu. Haikuwa siku ya kazi. Lakini niliporudi nyumbani nilikuta kuna ugeni, kwamba posa imeletwa ya kutaka kunioa. Na muoaji alikuwa ni kijana mmoja hivi alifahamika kwa jina la Hamisi. Nilishangaa sana. Hamisi ni ndugu yake na bosi wetu katika kampuni ninayofanyia kazi. Hajawahi kuniambia ananipenda. Hajawahi kuniambia chochote kile. Nilijiuliza maswali mengi sana. Nilijiuliza maswali mengi mno. Sasa kesho yake nilipofika tu kazini nikamfuata huyo Hamisi, maana ni bosi mdogo. Nikamwambia umefanya nini sasa? Umeamua kunisanifu au? Kwa nini umeleta posa nyumbani hali ya kuwa haujawahi kuniambia unanitaka? Akasema sijaona tatizo Shaima. Nimeamua kukupa heshima na ndio maana sijakwambia chochote. Nimeona nikupose moja kwa moja na kupenda na nahitaji kukuoa. Nilisema tu jiheshimu Hamisi, tena usije kurudia. Kaka yako ana akili na ndio maana amepata mafanikio na amefungua kampuni kubwa kama hii. Laiti kama angekuwa na akili kama zako asingefika hapa. Najiheshimu, sawa Na kwetu tuna pesa. Sina njaa na wala sina dhiki ya kuolewa. Na kama ni kuolewa, labda ni mwenye hadhi kama ya kaka yako. Labda yani niseme anayeweza kunioa ni kaka yako na sio wewe. Unayetegemea mshahara wa ndugu yako. Hauwezi kunihudumia mimi. Hamisi alibaki kimya akinitazama, kisha nikaondoka zangu. Nilikuwa sipendi kabisa kutongozwa na mwanaume ambaye nahisi kwetu tunamzidi kipato. Licha ya kwamba si wanaume wengi waliokuwa wakinifuata kuniambia wananipenda. Nilihisi kwamba wananiogopa kwa hadhi niliyokuwa nayo. Basi niliporudi nyumbani mama akaniuliza, mwanangu, kuna nini? Mbona tumepigiwa simu kwa barua
wamegairi na isijibiwe tena. Umeongea chochote au? Nikamwambia hapana mama, wala msijali, labda wamegairi wenyewe tu. Akaniambia lakini huu mwanangu ni mkosi mkubwa sana. Uletewe barua alafu wauaji wenyewe wakatae, huwa ni mkosi. Lakini usijali mwanangu, kikubwa na kuombea mkosi usikupate. Nilitingisha kichwa nikaelekea zangu chumbani kwangu. Sikutaka kumwambia mama ukweli kwamba nimeenda kumsema huyo muoaji. Basi kimya kilitawala kwa muda, hapakuwa tena na habari za mimi kuolewa na maisha yaliendelea. Siku zilienda na mwisho wa mwezi mishahara ilitoka. Niseme mimi pesa yangu haikuwa na kazi zaidi ya kuitumia kununua vitu vyangu au kwenda maeneo mbalimbali kufurahia na starehe zingine tu. Hiyo ni kwa sababu pesa zilikuwepo kwetu na bado baba yangu alikuwa akiniingizia pesa kila mara. Kwa hiyo sikuwa na shida kabisa. Siku hiyo katika kutembea kwangu nilipata likizo ya wiki moja, nikaitumia kwenda kutembelea mbuga za wanyama, ambapo nilifika kule na kupokelewa vizuri na wahudumu wa kule. Na kwa kuwa pesa iliongea, nilipewa kijana aliyefahamika kwa jina la Hasani ndo awe ananitembeza kule mbugani. Kwa hiyo kwenye gari la matembezi tukawa mimi, dereva na huyu Hasani akinipa maelekezo mbalimbali na kunifahamisha pia. Sehemu ambazo ilibidi tuende kwa usafiri tulienda pia. Na kulikuwa na sehemu ambazo ni za kutembea. Kwa hiyo tuliteremka, akawa ananionyesha maeneo hayo. Sasa katika kutembea, bahati mbaya tulifika mahali mwiba ukanichoma. Yaani nilivaa viatu laini. Kwa hiyo ule mwiba ulipenya mpaka kwenye mguu. Nilihisi maumivu ambayo hayaelezeki. Nilipiga kelele sana. Ndipo kijana kuitwa Hasani akawahi kuniziba mdomo haraka. Akanibeba mpaka sehemu tulioiacha gari letu, akanipandisha na kuondoka pale. Akaniuliza, "Ujue kwa nini nimekuziba mdomo? Hili eneo tunatakiwa tutembee taratibu na sio kupiga kelele." Nilimshukuru, "Sawa, asante." Nilimshukuru pale na hatukuweza tena kuendelea. Tukarudi mpaka sehemu ya hoteli ambayo nilifikia. Kwa kuwa nilikuwa nachechemea mguu, ikabidi anipe msaada wa kunishika mpaka mlango wa chumbani, akaniacha na kuondoka zake. Basi kesho yake asubuhi nilipigiwa simu na namba ngeni, haraka nikaipokea. "Halo, dada Shaima, habari za asubuhi?" "Salama, nani mwenzangu?" "Ni mimi Hasani, nimechukua namba zako hapa mapokezi, nataka kujua hali yako na kukuuliza kama utaweza kwenda leo tuje kukuchukua." Nikamwambia ndio nitakwenda. Nilikubali sababu hali yangu haikuwa mbaya sana. Niliamka na unafuu, hivyo nikaingia bafuni nikaoga na kujiandaa. Kisha nikaelekea eneo la chakula, nikanywa chai na nilipotoka nje nikawakuta dereva na Hasani wakinisubiri. Kwa hiyo nilipanda gari na kuelekea kule sehemu ya utalii. Tulizunguka sana, alinipitisha kote, nikaona wanyama, nikapiga picha na kufurahi. Kiukweli Hasani alionyesha ukarimu sana. Licha ya kwamba ni kazi yake, lakini alikuwa mkarimu mno. Alikuwa ni mcheshi, muda wote alikuwa akinifurahisha tu. Tukiwa njiani sasa tunarudi, nikamuuliza, "Kwani wewe unaishi huku? Familia yako, yani mke na watoto umewaacha mbali?" Akasema, "Ya, kweli nina familia, lakini ni wazazi wangu tu, mke bado na wala watoto bado pia." Nikamwambia, sasa kwa nini?" Akaniambia, "Nadhani muda bado, ukifika nitakamilisha hilo. Vipi na wewe, familia haijambo?" Nikamwambia, "Ya, mimi ni kama wewe tu, wazazi wangu ndo familia yangu, sijaolewa bado." Akaniambia, "Lakini naamini utakuwa upo kwenye mahusiano. Sasa kwa nini umekuja peke yako?" "Hapana bwana Hasani, hapa nipo peke yangu tu. Nadhani muda bado haujawadia." Nilipojibu hivyo Hasani akacheka, kisha akaniambia, "Ni sawa, lakini tambua wewe ni mwanamke. Naona kwa umri wako ni sawa na kuolewa na uanzishe familia, kwa sababu wanawake ninyi mnahitajika kubeba mimba, kujifungua, mpate muda wa kupumzika walau. Kwa hiyo kuna miaka ikifika inakuwa ni kikomo. Na kuombea upate mume, uolewe na uanzishe familia yako." Nilimtazama Hasani na kucheka, kisha nikamjibu, "Ndio tatizo lenu wanaume ambao hamjaenda shule. Yaani mnarahisisha vitu tu, yote hayo ni kwa sababu nimekuambia sina mume, ndio yanakutoka maneno yote hayo. Unahisi baada ya kusema hivyo nitakwambia nakutaka wewe? Never. Nina kazi yangu na kwetu kuna pesa, muda wote nitaolewa.
Sidhani kama mtu mwenye pesa huwa anapitwa na muda. Nilizungumza hayo kisha nikafyonza, maana aliniudhi sana. Aliniambia nisamehe sana dada yangu, nia yangu sio hiyo, naomba unisamehe. Aliniomba msamaha lakini sikumjibu mpaka tulipofika nikashuka na kurudi zangu hotelini. Kesho yake nilikuwa naondoka zangu kurudi nyumbani. Sasa wakati natoka nikamkuta Hasani nje ya hoteli na aliponiona akanisogelea. Habari yako Shaima? Nzuri. Naomba samahani kwa kilichotokea jana. Sitamani uondoke ukiwa na kinyongo. Sisi ni wanadamu, kuna leo na kesho. Hivi wote ambao wanakuja hapa unawashupalia kuomba msamaha? Au sababu ni mimi vile ni mrembo labda? Au unaona labda nina pesa? Hapana dadangu, ni kwa sababu niliona kama nimekukosea. Basi nikaondoka zangu, sikutaka kumjibu chochote mpaka nikapanda kwenye gari ambalo lilinipeleka mpaka uwanja wa ndege na kuondoka. Niliendelea na kazi zangu. Baadaye alijitokeza mwanaume mwingine ambaye aliitwa Muhsin. Nilikutana naye kwa njia ya mtandaoni kupitia kuchati tu. Tulikuwa tukichati na baadaye tulikutana. Alikuja mpaka mkoa nilipo. Na pia hakuwa chaguo langu, hakuwa na pesa kutuzidi sisi, bali alikuwa na uwezo wa kawaida sana. Niliwaza kuwa familia yangu, rafiki zangu wote watanidharau kama nitampeleka mwanaume mwenye maisha ambayo kwetu tumewazidi. Itakuwa ni dharau. Kwa hiyo niliamua kuachana naye na kuendelea na maisha yangu. Siku na miaka ilienda na hatimaye miaka 4 ilipita, umri wangu ulisogea. Ilifika mahali kila rafiki yangu ambaye labda aliwahi kuwa mwanafunzi mwenzangu nilisikia ameolewa. Na kama haitoshi, kazini wenzangu wote ambao nilikuwa nao, mabinti wenzangu, walikuwa wameolewa. Basi siku hiyo wakati wa mchana nilielekea mpaka eneo ambalo kuna wenzangu tunakaaga kupata chakula. Na kweli niliwakuta, lakini walikuwa busy wakipiga stories zinazohusu ndoa zao. Kwa hiyo mimi nilikaa, lakini sikuwa na cha kuchangia kwa sababu sijui chochote kuhusu ndoa. Mara ghafla mmoja wapo akanambia, "Shaima vipi? Mbona kimya shosti, hauchangii mada?" Kabla sijajibu mwingine akajibu, "Shaima hajaolewa bado. Shauri yako shoga yetu, umri unaenda. Lakini tunakuombea mwaya." Yaani nilijisikia vibaya kiasi kwamba sikuweza hata kuendelea kukaa pale. Na chakula nilikiacha pale, nikainuka na kuondoka zangu. Nilipotoka tu nikawasikia wakicheka kwa sauti kana kwamba walikuwa wakinicheka mimi. Nilifika ofisini kwangu nikaanza kulia. Niliona kama ni ukweli wanachokisema. Kwa wakati huo nilikuwa naenda kutimiza miaka 32. Pesa, kazi, vyote nilikuwa navyo, lakini nilihisi sasa kweli nina uhitaji wa mume. Na mimi niwe sawa na wenzangu. Sikuwa na furaha mpaka nyumbani. Mama yangu aligundua hilo, akanifuata na kuniuliza, "Mwanangu Shaima, sikuelewi kabisa. Naona haupo sawa mwanangu." Nilimwambia, "Mama, haina haja ya kukuficha. Wewe ni mama yangu. Naumia sana." Kwani mtu akiwa hajaolewa jamii inamchukuliaje? Mwanangu, swali lako linaonyesha wazi kuna kitu ndani yake. Kwanza kabisa inapaswa utambue ndoa ni majaliwa mwanangu. Na kuolewa ni heshima. Haijalishi mume awe tajiri au maskini. Lakini akikuoa anakupa heshima. Anakupa heshima ya kikubwa mwanangu. Na wewe unakuwa na mji wako, unakuwa na kwako pia. Hapa ni kwenu, lakini sio kwako. Japo ni nyumba yako, lakini ukipata mume ndio heshima itazidi. Jamii inaweza kudhania labda una mapungufu, lakini kama wewe mwanangu usijali kabisa. Hapo ulipo una kila kitu kasoro mume tu. Haujui ni jinsi gani naumia sana. Na kila siku nakuombea na mimi nicheze harusi ya binti yangu wa pekee. Wazazi wako na hata kaka zako wana hamu ya kufurahia harusi yako mwanangu. Nilimkumbatia mama yangu huku nikijisemea kwamba kuanzia hapo nikipata mpenzi tu ninaolewa. Msikilizaji mwenzetu kimeanza kumlamba. Mashauzi yote mfukoni. Siku ya Jumamosi nilikuwa nyumbani. Siku hiyo sikuenda kazini. Nilikaa zangu sebleni nikiwa na cheki movie. Mara ghafla akaja wifi yangu ambaye ni Recho, akionekana kabisa hayupo sawa, ni kama analia.
Wifi, mbona hivyo? Kuna nini kimetokea? Tafadhali niambie. Hapana Shaima, wewe ni mkubwa sawa. Lakini bado haujui uchungu wa mume hata nikikwambia au tunisaidia chochote. Mama yuko wapi niongee naye? Nilijisikia vibaya, yaani Recho ambaye licha ya kuwa ni wifi yangu, ni rafiki yangu na tunafanya kazi pamoja, lakini kashindwa kuniambia chochote eti kisa tu sina mume. Iliniuma sana. Nilijiona ni mwanamke mkubwa ambaye sina maana. Niliingia zangu chumbani, nikajitupia kitandani, machozi mpaka yalinitoka kwa ile kauli. Nikamwacha, nikasema atajua mwenyewe, mama akija sawa, asipokuja sawa. Maana alinikera kupita kiasi. Kuanzia pale nilikosa furaha, hata nikienda kazini sikuwa pamoja na wenzangu tokea walivyonidharau siku ile. Kwa sababu tu sijaolewa, basi sikuwa karibu nao tena. Siku zilienda na hatimaye miaka 2 tena ilipita, sikupata hata mwanaume yule wa kunisimamisha angalau barabarani, hata wa kunipa salamu. Nilijiona ni mwanamke mwenye mkosi sana. Mama yangu alisimama na mimi katika maumivu ambayo nilikuwa nayapitia. Maneno mtaani, majirani walikuwa wakinisema kwamba marengo yangu yote kuisha. Nilijiona mrembo lakini kumbe sina bahati ya kuolewa. Moyo wangu uliniuma sana. Ilifika mahali mpaka nikawa nimeathirika kisaikolojia. Nilikuwa na afya yangu lakini mwili wote ulianza kupungua. Nguo nilizokuwa nikivaa, nilizokuwa ninazipenda, zilianza kuwa kubwa kwangu kwa jinsi ambavyo nilipungua kwa kiasi kikubwa. Basi mama yangu kuona hivyo aliamua kunipeleka kwa mganga wa kienyeji ili kama kuna tatizo lolote ambalo linanizibia wanaume kuja kwetu na kuposa basi liishe. Huko mganga alisema kwamba anasumbuliwa na kivuli cheusi ambacho kinapelekea wanaume wakitaka kuja kunioa wanasita. Hivyo akasema kwamba anatakiwa kuoga kwa ajili ya kutoa hicho kivuli na mkosi ambao ninao. Basi mipango yote ilikamilika. Mganga aliandaa maji, akaniogesha na mengine akanipaka mwili mzima. Kisha akanipa dawa nyingine niishike. Akaniahidi kwamba siku si nyingi nitapata mwanaume na nitaolewa. Akasema hauna muda mrefu, sasa mchumba atakuja. Hakikisha hiyo dawa niliyokupa uishike, unatembea nayo kila mara, na ukikutana na mwanaume itumie kuitafuna bila yeye mwenyewe kujua, na kila kitu kitakuwa sawa. Basi kweli nilipokea na nilisikiliza kwa makini maelekezo yake. Kisha tukamlipa pesa zake na kuondoka. Nilipofika nyumbani, zile dawa nilizotakiwa kuoga nilizitumia kuoga, na ile ambayo niliambiwa nitembee nayo nilianza kazi ya kutembea nayo, yaani kila siku haikukosekana katika mkoba wangu kabisa. Basi baada ya miezi 2 siku hiyo nilikuwa kazini, mara alikuja kijana mmoja hivi ambaye alikuwa akitaka kunana na meneja, hivyo nilimpokea na nikamuongoza moja kwa moja kwa meneja. Huyo kijana alifahamika kwa jina la Murshidi. Alikuja kwa lengo la kuwekeza katika kampuni yetu. Na alipokamilisha uwekezaji, wafanyakazi wote tuliitwa pale na kutambulishwa kwamba mwekezaji huyo ni nani, tukapewa maelekezo na atakuwa sehemu gani ya kampuni yetu tuliambiwa pale. Basi kazi iliendelea ambapo Murshidi alionyesha kunizoea sana. Wakati mwingine aliniomba tupate chakula cha mchana kwa pamoja. Sasa kwa kuwa wakati huo nilikuwa mpweke, sikuwa karibu na wanawake wenzangu, kwa hiyo huyo ndo alikuwa mfariji wangu. Na nilipoona anazidi kusogea karibu yangu, ndipo nikawa natumia ile dawa ambayo nilipewa. Ilikuwa ni kama vijito fulani hivi, nikawa natafuna tu pamoja na chocolate ile asije akanishtukia. Tuliendelea na ukaribu mpaka akanitongoza kabisa. Na kwa kuwa nilikuwa na shida na shauku ya kupata mchumba, nilikubali. Bahati iliyoje, yaani hakuzunguka, akanitamkia kwamba anataka kunioa moja kwa moja. Siku hiyo nilijihisi kama ni mtu ambaye nimependelewa. Nilijiona ni mtu wa pekee, raha ya kutamkiwa na mwanaume anataka kukuoa. Niliona niliona kanipa heshima ambayo sijawahi kuipata tokea kuzaliwa kwangu. Nilikubali na kueleza wazazi wangu ambao nao walifurahi, kuanzia mama, baba,
mpaka ndugu zangu kijumla walifurahi wote. Ilipita kama wiki moja, posa ililetwa nyumbani na baadaye ikafuatiwa mahari, kisha Murshid na familia yake wakatupa mwezi mmoja wa maandalizi. Kisha wakasema wanataka kuoa, kwani familia zetu zote zilikuwa na uwezo wa kipesa. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya michango, ilikuwa ni kutoa tu mialiko. Upande wa familia yangu, mama aliniandalia kitchen party, yani sherehe maalum ya kumfunda binti ambaye anatarajia kuolewa. Na aliandaa kadi 100, yani wataalikwa watu 100. Baba yangu aliandaa send off. Hii huwa ni sherehe ya kumwaga binti kwamba anaondoka na kwenda kwenye familia nyingine. Na kaka zangu wawili wao waliniandalia sherehe ya usiku wa zawadi, kwamba ni siku ambayo wataalika marafiki zao matajiri kunizawadia vitu. Kadi zote za shughuli zote 3 nilichukua na kuwasambazia ofisini kwetu, maana walinisema sana. Sasa kwa dharau nikawapelekea. Na tetesi walikuwa wameshaanza kuzisikia kuwa naolewa na Murshid ambaye ni tajiri. Maneno yaliwaisha. Walau wakaanza kuniheshimu na kuanza kuniita bi harusi, huku nikijisikia raha sana. Siku zilipobakia chache nilipewa likizo kazini kwa ajili ya kujiandaa, na sikuwa naenda na gari kazini, kwani Murshid alikuwa akija na kunipeleka kazini na kunirudisha nyumbani. Sasa siku hiyo nilipotoka nilimkuta Murshid kama kawaida akinisubiri na nikapanda kwenye gari. Lakini kufika, Murshid akanifunga kitambaa machoni, akaniambia kuwa ana surprise kwa ajili yangu. Nilijiuliza ni wapi? Lakini nilijikaza. Akaendesha gari mpaka kufika mahali, akasimamisha, akanishika mkono, akanishusha. Nikashika na pochi yangu ambayo nilikuwa nao karibu, lakini Murshid akanizuia, akairudisha kwenye gari. Akanitaka tuende wenyewe, na hapo ndipo nilishtuka. Maana sikutafuna ile dawa na pia sikujua ananipeleka wapi. Alinishika mkono Murshid, akaniongoza pa kwenda. Ndipo kufika, akanifungua kitambaa. Palikuwa na sehemu nzuri sana, kulikuwa kuna mavazi ya harusi. Surprise mpenzi, nimekuleta hapa kwa huyo designer, ndo anatuandalia mavazi ya harusi. Hivyo ilikuwa ni lazima aje akuone, akupime, then akuandalie nguo ambayo inaendana na wewe kwa ajili ya ndoa. Basi nilifurahi, na hata nguo ambazo niliziona kwa fundi zilikuwa ni nzuri sana, kiasi cha kwamba sikuwa na shaka na uandaji wake. Niliamini ni lazima zitakuwa nguo nzuri sana. Sasa wakati tunaendelea na kupimwa kwa ajili ya maandalizi, mara ghafla tukasikia kelele kutokea nje. Mwizi, mwizi jamani, mwizi. Ikabidi mwenyeji aangalie kupitia dirishani, ndipo akatuambia, hili gari jeusi hapa ni la kwenu? Ndiyo, tulimjibu. Akasema lipo wazi mbona? Tulishuka haraka. Ikabidi tutoke nje kujionea. Ndipo kweli mlango ulikuwa wazi na pochi yangu haikuwepo. Ina maana kelele zile za mwizi, kumbe tuliibiwa ni sisi. Jamani, nilichanganyikiwa. Nikajikuta na mimi nakimbia kule ambapo watu wanafukuzia mwizi, huku majirani wakisimuliana. Mwizi kapita hapa na pochi, inasemekana kaono anachukua pale kwenye gari. Yaani ndo nilizidi kuchanganyikiwa. Lakini Murshid akanishika, akanizuia, akaniambia, Shaima, unataka kwenda wapi mpenzi? Ina maana unataka kuungana na hao? Nisamehe mimi, ni kosa langu, sikuloka. Nilijisahau. Na kuhusu pochi, basi mpenzi, nitakununulia nyingine. Kwani ni kiasi gani? Nililia jamani, sio kwa sababu eti ni pochi, hapana. Ila ni ile dawa yangu, kwani ilikuwepo kwenye pochi. Kiujumla nilichanganyikiwa sana. Basi tulirudi ndani kuendelea na kupimwa, na tulipotoka nikamsihi sana Murshid anipeleke nyumbani. Akanambia hapana, nahitaji chakula cha mchana tukale pamoja. Nikamwambia hapana Murshid, acha tu, nahitaji kurudi nyumbani kwanza, maana nina shida. Shida gani? Akanambia shida gani? Au kuhusu pochi yako? Naona umekasirika na haupo sawa. Okay, usijali. Basi twende dukani sasa hivi. Twende ukachague pochi unayoipenda. Uko sawa sawa? Yaani Murshid alivyonikazania ndo alinikera, nikajikuta na mjibu kwa hasira. Pochi nikitaka muda wowote naweza kununua. Nimesema nataka kwenda nyumbani, kuwa mwelewa. Murshid akanitazama tu, hakujibu kitu. Akaendesha gari mpaka nyumbani.
Na nilipofika sikujali kama nimemjibu vibaya. Haraka nilishuka nikawahi ndani alipo mama. Mama, nimeibiwa ile pochi. Na ile dawa yangu nayo tembeaga nayo ilikuwa ndani ya pochi. Ina maana hauna? Shaima mwanangu, kwa nini unakuwa mzembe kiasi hicho? Haya, haraka twende kwa mganga. Ndoa yako isije kaharibika bure. Kweli ilibidi tujiandae kisha tukaondoka kuelekea kwa huyo mganga. Tulipofika tulimkuta binti ambaye tulimuuliza na akatuambia kuwa mganga hayupo, amesafiri kwenda msituni kutafuta dawa. Tuliomba mawasiliano yake walau tuwasiliane naye arudi haraka kwa gharama yoyote. Lakini kumbe alikuwa hana simu na alipoenda haijulikani ni msitu gani. Na hukaa hata kwa muda wa miezi 6 na tokea aondoke ana wiki 2 tu. Pozi liliniisha. Nilijikuta naanza kulia kwa sababu hatukuwa na jinsi. Tukaondoka zetu kurudi nyumbani kusubiri nini kitatokea. Basi msikilizaji, mkosi ulianzia hapo. Tokea pale Murshid ya kunipigia kabisa simu. Na mimi nikimpigia simu naambiwa hapatikani. Basi siku hiyo nikaamua kwenda kazini kwa sababu yeye huwa anaendaga. Na mimi ndio nilipewa likizo, kwa hiyo nilikusudia kwenda kuonana naye. Kufika pale sikumkuta, lakini niliambiwa kuwa ametoka kidogo hivyo. Nilikaa tu nikiwa namsubiri. Huku watu wakiendelea kuniita bi harusi kwamba siku zimeisha. Sijui nini na nini. Lakini moyoni mwangu tayari nilikuwa na wasiwasi kwa sababu sielewi ndoa inaendaje. Nilisubiri na kusubiri lakini Murshid hakurudi. Na simu zangu akawa hapokei, nikaamua kuondoka zangu. Kufika nyumbani nikamueleza mama, akanishauri nimfuate kwake, uzuri nilikuwa napafahamu. Kweli nilienda mpaka nyumbani kwake na nikaambiwa kuwa ana wiki sasa amehama pale, kabaki mlinzi na amepaacha pale kwa ajili ya kuoa aishi na mkewe. Na yeye kahamia nyumbani kwao kwa wazazi wake. Nilishangaa sana. Na kwao nilikuwa napafahamu, isipokuwa niliona ni aibu sana. Sio busara niende ukweni hali ya kuwa bado siku chache tu kufika ndoa yangu. Kwa kuwa nilikuwa na shida, nilijitolea kwa yote, nikaenda mpaka kwao ambapo sikumkuta. Lakini niliwakuta dada na mama yake ambao walinishangaa kuona nimeenda kumuulizia kwao. Tatizo la nyinyi binti zetu wa kitajiri, hamjui tamaduni. Hukupaswa wewe kuja ukweni. Kama una shida mueleze mshenga afikishe ujumbe. Na kwa nini hamwasiliani? Ina maana kuna tatizo au? Aliniuliza mama yake Murshid mpaka nikajikuta nashindwa sijui nimueleze nini. Kwamba nilikataa kwenda naye kupata chakula na nikamjibu vibaya ndo tatizo au la? Niliamua tu kuondoka zangu. Siku zilienda na siku moja kabla ya harusi ndipo Murshid alinitumia ujumbe na akaniambia, sitokuja kukuoa Shaima. Siwezi kuoa mwanamke ambaye hana heshima kwa mchumba wake. Nimekupima, nimeona hauna vigezo vya kuwa mke wangu. Nisamehe sana. Yaani nilichanganyikiwa. Nilimpigia simu lakini hakupokea. Ilibidi nimueleze mama yangu habari zile ambazo zilikuwa zimenivuruga. Maji yalitufika shingoni msikilizaji. Ikabidi tuwaambie na akina kaka wote walichanganyikiwa. Waliamua kwenda kumfuata Murshid huko alipo. Huku nyumbani mama alinichukua na kunipeleka kwa mganga mwingine. Huenda angeweza kusawazisha hii aibu isinikute. Haikuwa rahisi kabisa maana mganga alishindwa anatusaidiaje kwa sababu hajui mwanzo kwa mganga wa kwanza alifanya nini. Tukarudi nyumbani ikiwa ni usiku. Tukakuta watu kamati ya mapambo wakiendelea na upambaji wakiwa hawajui kabisa kinachoendelea. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nilipitiliza mpaka ndani nikawakuta kaka na wifi zangu pamoja na baba. Kaka, mmeongea na Murshid kasemaje? Hatujaongea naye. Tumekuta wapo na shamra ametoka kuoa leo mke mwingine. Nilijihisi mwili kuishiwa nguvu. Yaani pale jasho lilinitoka, moyo ukanienda mbio. Ghafla nikajikuta nimeanguka na kilichoendelea hapo sikujua.
Nilipata fahamu ikiwa ni usiku mnene, nikamkuta mama yangu amekaa pembeni yangu chumbani kwangu mimi, pembeni pakiwa na bakuli lenye maji na kitambaa. Ndipo nilipata kujua kumbe alikuwa akinipitishia maji kama huduma ya kwanza. Basi machozi yalianza kunitoka. Mama, Murshid mama, namtaka Murshid wangu mama, naomba niende kwake. Hapana, tulia Shaima wangu, sawa mwanangu. Niligoma kabisa, nikawa nasimama kinguvu. Mama akawa ananizuia mpaka kina kaka wakasikia. Kumbe walikuwepo na hawakuondoka pale. Vipi jamani, ameamka? Ndio, hebu mshikeni na nyie ndugu yenu, maana anataka kuondoka, sijui anaenda wapi usiku huu. Alizungumza mamangu hivyo, ikapelekea kina kaka wote kunishika na kunituliza. Tulia Shaima mdogo wangu, usilie. Nimeshatuma ujumbe kwa wageni waalikwa na majirani kote kwamba harusi hakuna. Kwa hiyo wewe kwa sasa hivi unahitaji kutulia, sawa? Alizungumza kaka yangu Rafael. Hapana kaka, harusi yangu ipo, mlichokisema ni uongo. Murshid anakuja kunioa kesho, wala hajaoa mwanamke mwingine. Nilijikuta nakataa kata ule ukweli, huku nikilia mfano hakuna. Waliendelea kunituliza pale mpaka nikakaa na kutulia, huku bado nikiendelea kulia. Nilitegemea Murshid labda angebadili maamuzi na kuja kunirudia tena, lakini haikuwa hivyo. Siku 3 zilipita, ndipo niliamini kweli aliniacha mazima. Siku hiyo nilivizia wakati mama amejipumzisha mchana, nikatoroka na kwenda mpaka nyumbani kwa kina Murshid. Nilipofika nikapokelewa na mlinzi, lakini akanijibu kwamba Murshid ameoa, hivyo bado yupo fungate na mke wake, hataki usumbufu wowote. Amesema ambaye ana shida naye aniambie tu mimi. Nikamwambia hapana, naomba ukanitie. Akaniambia kuwa muelewa dada, hataki. Unataka kunifukuzisha kazi eti? Nikamwambia nimesema kamuite. Nilipaza sauti huku nikimsukuma yule mlinzi anipishe niingie ndani. Yaani mpaka ndani wakasikia. Alitoka Murshid akiwa na mke wake. Yaani kitendo tu cha kumuona mkewe, kuona kweli yupo na mwanamke, niliishiwa nguvu. Nilishindwa kuzuia kuonyesha udhaifu wangu, nikaanza kulia. Basi yule mke wake akamwambia, yaani kabla kunitambulisha mume wangu, bila shaka huyu ndio huyu ambaye alikuwa mchumba wako Haisee, pole. Ulikuwa na bahati mbaya sana. Ungeoa mwanamke chizi. Angalia alivyopiga kelele. Ovyo. Watu hawajajaa kweli huko nje. Nilikasirika msikilizaji, nikavua viatu vyangu, nilivua kimoja. Nilimtupia nacho yule mwanamke, nilimlenga. Kelele mshenzi wewe. Mimi sina dhiki, kwa taarifa yako ni mapenzi tu kwa Murshid. Sio kama wewe ulipata ndoa na hifadhi. Unaonyesha wazi kwenu mna njaa chizi wewe. Chizi ni wewe nakwambia. Tena usipite njia zangu. Nilizungumza hayo kisha nilimtazama Murshid nikazungumza tena. Hongera kwa kuniweza Murshid. Asante sana kwa hilo. Niliamua kuondoka zangu, lakini huku nalia kupita maelezo. Tayari nilishauridhisha moyo wangu kwamba Murshid sio wa kwangu tena. Baada ya wiki 2 nilirudi zangu kazini, ambapo ile kufika tu macho yote yalikuwa kwangu. Wenye kunicheka walinicheka mbele yangu, hawakusubiri hata nipite waniseme kwa pembeni. Niliwasikia live kabisa. Shoga, nimemkuta jambo, pole. Kuolewa mchezo jamani. Tuliolewa tupewe heshima zetu jamani. Maana sio kazi rahisi, kuna watu zimewashinda aibu. Niliumia. Tena niliumia kiasi kwamba nilishindwa kujizuia. Nilimfuata mpaka mkurugenzi ambaye alikuwepo, yule msaidizi ambaye ni Hamisi. Nikamwambia nakosa raha hapa kazini. Ndoa yangu kuharibika inahusiana vipi na kazi yangu? Akasema, pole sana Shaima. Lakini hayo ni malipo ya kile ulichonifanyia. Si ulinikataa kwa maneno yako machafu? Mimi nikushauri tu ndugu yangu, jirekebishe. Nilizidi kuchukia, nikaamua kuondoka zangu. Sasa kabla sijafika katika chumba ambacho ni ofisi yangu mimi, nilipita mahali na kukuta wafanyakazi wenzangu akiwemo wifi yangu Rachel akiwa anawahadithia wengine kilichotokea, na yeye akanicheka, na waliponiona wakajifanya wananipa pole.
lakini nilijua wazi wananisanifu tu. Nilifika katika ofisi yangu, nikagalagala chini. Nilijiona sina thamani, sio kama wanawake wenzangu. Sikujua nifanye nini. Ndipo ghafla lilinijia wazo. Niliwaza kwetu tuna pesa. Kwa nini niendelee kukaa mahali kufanya kazi ambapo sina raha? Niliamua kuandika barua ya kuacha kazi na kuipeleka mapokezi mfikie mkurugenzi kwamba nimeacha kazi. Maana nilishindwa kabisa kuendelea kuimudu ile aibu. Kwa sababu sikupata picha. Murshid akianza kuja kazini ndio nitazidi kuumia sana. Kufika nyumbani nilimkuta mama. Bahati nzuri na kakaangu Rafael alikuwepo. Kwa hiyo nilimsimulia jinsi ambavyo amenifanyia mkewe kazini. Alikasirika sana. Na mama akanisihi nijikaze kwa wakati huu mgumu ambao ninaupitia. Barua ilipofika kwa mkurugenzi hakukubaliana na mimi na alinipigia simu na kunibembeleza nirudi kazini, kwani utendaji wangu wa kazi anaujua ni mfanyakazi mzuri sana. Kwa hiyo alinibembeleza sana, mwishowe nilikubali tu. Lakini nikampa sharti kwamba aongee na wafanyakazi wake wasiniseme vibaya tena. Majira ya usiku Rachel aliletwa na mumewe nyumbani kwamba aniombe msamaha kama bado anaitaka ndoa yake na iwe ni mwanzo na mwisho kunisema vibaya. Kweli Rachel aliniomba msamaha, basi akaisha. Baada ya wiki 2 ikiwa nilirudi kuendelea na kazi, Murshid alianza kuja kazini na mbaya zaidi alikuja na huyo mkeo kumtafutia kazi hapo. Walikuwa wakija pamoja, mara wanashikana mikono, hasa wakiniona mimi. Ni hali ambayo ilinichukua muda mrefu sana kuzoea. Ambacho kingeweza kunifanya nikae na kurudi hali ya zamani ni mimi nipate mchumba na niolewe. Ningeweza kuziba midomo wote ambao walikuwa wakinikejeli. Kazi ziliendelea na nilikubaliana na yote, nikawa kivyangu vyangu nafanya kazi zangu, nikimaliza naondoka. Sasa ilifika mwisho wa mwaka ambapo huwa kuna sherehe za kujipongeza kwa kazi nzuri tulizozifanya wafanyakazi. Hata mkurugenzi mkubwa ambaye ni ndugu yake na Mr. Hamisi atakuwepo. Kadi zilikuwa ni single, mtu mmoja na dabu kwa wale wenye wenza. Wataongozana nao siku ile. Sasa tuliitwa katika ukumbi wetu na kufanya kikao hapo. Na bwana Murshid ndo alikuwa anagawa hizo kadi. Cha ajabu aliwagawia watu kadi za dabu, lakini kufika kwangu akanipatia ya single. Nilimtazama nikamuuliza, "Una maana gani kunipa kadi ya upekee?" Akaniambia, "Najua uko peke yako au unaye wa kuongozana naye. Sikufichi Shaima, wewe ni mrembo sana. Lakini kama vile una mkosi, utakufa ukiwa single hivyo hivyo. Hangaika kwa hilo." Nilichukia sana. Nilijikuta nimemzaba kibao mbele za watu, hata yeye mwenyewe hakuamini. Watu wote walishangaa, japo nilikosea kwa sababu yeye aliniambia taratibu bila ya watu kusikia. Lakini mimi nilimpiga mpaka wote wakashangaa. "Shaima, ndo unafanya nini?" aliniuliza Mr. Hamisi. "Huyu mwekezaji wenu simuelewi kabisa maneno anayoniambia." "Ni sawa Shaima, lakini ulipaswa utangulize subira." Murshidi kwa jeuri akasema, "Sina la uongo nililosema, ni ukweli ndio maana umeumia." Basi Mr. Hamisi akatupatanisha, yakaisha pale. Niliondoka lakini nikiwa nimechukia kweli kweli. Nikajisemea moyoni kwamba lazima heshima yangu irudi. Na sasa sio muda wa kulia bali ni kujibu kashfa zao tu. Nilimfikiria kwa haraka haraka kijana Hasani yule wa kule safari nilipoenda kule kwenye kutalii. Nilikumbuka aliniambia hajaoa. Sasa nikawa nawaza. Nikawaza mpaka sasa atakuwa hajaoa. Lakini niliona nitajua hayo nikishampata. Nilipanga kabla ya pati nisafiri kumfuata. Nilijiandaa vizuri. Baada ya siku 2 niliomba ruhusa. Siku ambazo nilipewa ruhusa nilizitumia kurudi kule kutembelea mbuga za wanyama, lakini nikiwa na lengo la kumtafuta yule Hasani. Kama kawaida nilifika, nikapokelewa kama mgeni, nikapelekwa mpaka sehemu ya hoteli kupumzika. Kwa kuwa muda bado ulikuwepo, sikufika muda mbaya, sikufika usiku. Nilitaka kuanza kuzunguka siku hiyo hiyo. Na safari hii nilipewa mdada ndo anisindikize matembezini.
Tulianza safari, lakini akili yangu haikuwa kwa wanyama, bali nawaza nitampata vipi Hasani. Nikaona nimuulize huyo mdada ambaye nilikuwa nimeongozana naye. Naitwa Shaima, sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Oh, naitwa Sofia, karibu sana. Asante Sofia, vipi wewe? Ni wa muda mrefu huko hapa? Akaniambia hapana, sio sana, huu ni mwezi wangu wa 3 tangu nianze kufanya kazi hapa. Nikamwambia kuna kijana fulani hivi mrefu wa maji ya kunde anaitwa Hasani, sijui utakuwa unamfahamu? Akasema ndio namfahamu, alikuwepo hapa lakini mwezi mmoja uliopita aliondoka. Kwani umemjuaje? Niliwahi kuja mwaka jana, ndo alikuwa pamoja na mimi kama hivi wewe. Lakini safari hii sijamuona, ndo maana nikamuulizia, vipi? Hauna mawasiliano yake? Maana mimi niliwahi kupoteza simu nikapoteza namba yake. Sawa, unaweza kuipata tukirudi, nitaenda mapokezi kukuchukulia. Yani utakuwa umenisaidia sana jamani. Tuliongea na kuendelea kuzungumza pale, tukazunguka. Usiku kabisa ndipo tukarudi. Nilifikia kupumzika huko tukikubaliana kwamba kesho atakuja akiwa na namba za Hasani. Basi kweli kesho yake Sofia akaniletea namba za Hasani na nilipozipata wala sikusubiri. Niliondoka zangu nikampigia simu nikiwa njiani kurudi nyumbani. Bahati nzuri simu iliita na kupokelewa. Halo? Halo Hasani, habari yako? Nzuri, nani mwenzangu? Unaongea na Shaima. Shaima gani? Ni siku nyingi, ila tulikutana wakati unafanya kazi mbugani mwaka jana. Nilikuja na ukanitembeza mpaka siku naondoka ulikuwa ukiniomba msamaha. Oh, lakini haukukubali msamaha wangu dada Shaima. Hapana, usiseme hivyo Hasani. Yale nadhani yameshapita. Na sasa tuangalie mengine. Kwanza uko wapi kwa sasa? Umeacha kazi pale nimeambiwa? Ndio nimeacha, kwa sasa nipo Dar es Salaam Chuo Kikuu, nimekuja kuendeleza elimu yangu ambapo tokea mwaka jana nilianza kusoma, lakini mwezi uliopita ndo nimeacha kazi rasmi ili niweke jitihada katika masomo yangu. Nilishangaa kusikia vile eti Hasani sasa hivi kumbe anasoma. Nikamwambia okay sawa, mimi nina maongezi na wewe. Nafurahi kama upo Dar es Salaam. Nakuja leo, narudi Dar es Salaam. Nikifika jioni naomba tuonane. Akanambia hapana, kwa jioni nitakuwa busy, labda kesho. Nikamwambia sawa, haina shida. Basi nilikata simu na kuanza kuhisi aibu mapema kabla hata sijamuona. Ama kweli usimdharau usiyemjua. Nilimkashifu sana Hasani. Basi kesho yake niliwasiliana naye tena, nikamueleza tukutane kwenye hoteli moja. Alifahamu na nilitangulia kufika mimi. Nilikaa pale kwenye eneo la nje ili akija basi nipate kumuona. Baada ya kama nusu saa ndipo alifika Hasani. Nilimuona tokea anashuka kwenye bodaboda mpaka nikasimama. Maana sikuamini kwa muonekano aliokuwa nao. Kwanza alikuwa smart kupita kiasi. Alipanda hewani, alivutia kiasi kwamba kumuona tu hisia kwangu zilienda mbali sana. Tabasamu alikupotea usoni mwake, na yeye aliponiona tu akaachia tabasamu. Nilishindwa kujizuia, nikainuka nikaenda nikamkumbatia, maana alinivutia kupita kiasi. Lakini cha ajabu yeye hakuonyesha ushirikiano, yaani hakunikumbatia kabisa. Alibaki amesimama tu mpaka nikajishtukia. Samahani kama hujapendezwa na mimi kukukumbatia. Amna, hapana, ni kwamba sikutegemea hili kwa jinsi tulivyoachana mara ya mwisho. Haukukubali msamaha wangu kabisa. Hapana bwana Hasani, usinikumbushie hilo tafadhali. Unanifanya nijisikie vibaya sana, sahau na kuomba. Nilivyomjibu hivyo na yeye akanikumbatia, nilijisikia furaha sana. Nikamuongoza taratibu mpaka tukakaa. Hasani, kwanza kabisa nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu Hasani. Awali ya yote nitangulize msamaha, naomba unisamehe sana kwa yote niliyofanya mwaka jana. Usijali, yameshaisha hayo. Vipi? Habari za masiku? Mrs. nani vile? Aliponiuliza hivyo ni kama alinitonesha kidonda. Nikamwambia hapana, sijaolewa bado. Akaniuliza kweli? Ndiyo, vipi wewe umeshaoa? Hapana, bado nasoma kama nilivyokuambia. Nilijikuta nashindwa kujizuia, machozi yakaanza kunitoka mpaka Hasani akaniuliza vipi? Kuna tatizo?
Ndiyo, lipo na wewe ndiye wa kunisaidia, tafadhali na kuomba. Tatizo nini? Nilinyamaza kimya, maana kumwelezea ilikuwa yataka moyo, lakini ilinibidi nikabili aibu hiyo. Nikamwambia nakuomba uwe mume wangu, yaani nakuomba unioe. Hasani alishtuka. Nilijikuta nafumba macho kwa aibu kwa sababu sikujua Hasani atalipokea lile. Lakini akanambia, hauna haja ya kufumba macho, fumbua tafadhali. Sio kosa wewe kueleza hisia zako. Lakini je, kipi kimekusukuma mpaka unitafute na kuniambia hivyo? Naomba uniambie, usiogope. Nilijikuta machozi yakinitoka, lakini nilijikaza, nikaanza kumsimulia Hasani. Nilimweleza kila kitu kilichonikuta mpaka kupata mchumba, nikataka kuolewa lakini akaniacha kwenye mataa. Kuhusu masuala ya dawa za mganga bwana sikumweleza, maana nilihofia asije akanidhani mimi ni mshirikina. Aliniambia tu pole sana Shaima. Hayo yaliyokutokea ni kawaida katika maisha. Haina haja ya kuumia na kujihisi vibaya, ni mitihani tu na changamoto tu za maisha. Pole sana. Lakini nasikitika kukwambia kuwa tayari nimeshaanza mahusiano na mwanamke mwingine. Ni yule Sofia ambaye ulimkuta pale na alikupokea, na yeye ana shauku sana ya kujua ni kwa nini ulinitafuta. Yaani nilihisi kuishiwa nguvu, machozi yakazidi kunitoka. Nikamwambia tafadhali Hasani, naomba nisaidie. Nifichie basi hii aibu na maneno ninayosemwa kila kukicha. Na kuomba Hasani, kama kuolewa ningeshapata wa kunioa. Lakini tazama nimekuwa ni mtu wa kuumizwa Hasani, mpaka ninajihisi hiyo kashfa na maneno niliyokutolea ndio kama mkosi kwangu. Basi nilivyoongea vile Hasani alionekana kuumia sana, akanishika mkono. Huwa naumia sana kuona mwanamke akilia kwa ajili yangu. Natamani ningekuwa na wewe, lakini siwezi kumuumiza mwingine. Sofia nimemwahidi kumuoa pindi tu nikimaliza masomo yangu. Ila kama hautojali, kubali kitu. Ni kitu gani? Niwe mpenzi wako katika macho ya watu kwa huko ambapo unataka niwepo. Na Sofia anatakiwa kumweleza hili ili awe anafahamu. Niliwaza, nikaona kuliko kumkosa kabisa, acha nikubali hilo. Maana kwa muonekano wa Hasani wa sasa hivi, niliamini watu wangenipa heshima wakimuona. Nikamwambia ni sawa, nakubali. Hata hivyo utakuwa umenisaidia. Kuna party weekend hii hapa. Naomba usiniangushe Hasani. Akaniambia hilo limepita Shaima, usijali utapenda, yani usijali kabisa. Basi tulikubaliana, tukaendelea na story, japo roho yangu ilikuwa inaniuma. Yani roho ilikuwa inaniuma hatari. Kwa sababu mimi nilishampenda kabisa kiasi kwamba nataka awe wangu. Sio wa kuigiza tu. Nilienda kumweleza mama hizi habari. Na alisikitika kuona mwanae anahangaika kwa wanaume, aliyakuwa sina nachokosa. Akaniambia, mwanangu, kwa uwezo ambao wazazi wako tunao, ulikuwa sio wa kukosa mume, lakini tufanye iwe siri yetu. Hata kaka zako wasijue kama huyu ni mpenzi wako feki. Halafu tufanyaje unajua? Katika kutafuta amani yako usijali kuharibu kwa wengine. Twende kwa mganga, tuwaachanishe huyo mwanaume na mpenzi wake, abakie anakupenda wewe tu. Nilishtuka sana kwa lile wazo la mama, maana sikulifikiria kabla kabisa. Nikamwambia mama, nipo tayari, nampenda sana Hasani na natamani anioe kabisa, nifunge harusi kubwa na ya kifahari, na wote walionisema na kunikashifu waone aibu. Lakini yote hayo ili yawezekane ilikuwa tufanye binafsi kwa Sofia. Nilikuwa mara nyingi naenda chuo kuonana na Hasani, tunapiga story na mpelekea zawadi huko, tunapanga siku ya party jinsi itakavyokuwa. Tulipanga nguo kwamba tutavaa nguo za maroon, yeye atavaa suruali nyeusi na koti lenye rangi ya maroon,
Na mimi akaniambia nivae gauni la maroon, kichwani nitatengeneza nywele na kupendeza pamoja na kuvaa viatu virefu vyeusi. Hiyo fashion tulikuwa tumeipata kwenye mtandao na wote tukaipenda na nikaona wazi nitafunika. Basi hayawi hatimaye yakawa siku ya pati ilifika. Tulivaa kama tulivyopanga na kiukweli tulivunja kabati, yaani tulipendeza na kudamshi juu. Tulipofika ukumbini, watu wote walitutolea macho. Na Hasani alizidisha, yaani alikuwa akinishika mara kiuno, mara mkono. Ilikuwa ni ngumu sana watu kujua kwamba sio mpenzi wangu halisi. Baadhi ya watu walianza kunipa hongera na kunitakia tufunge ndoa salama. Na ex wangu na mkewe nao wakawa wananitupia jicho. Wakati huo hata habari sina. Nikawa zangu busy nikiwa nacheka na kufurahi mimi na Hasani. Sasa mgeni rasmi wa pati yetu ambaye alikuwa ni mwanamama mashuhuri, tajiri mkubwa. Wakati alipopewa nafasi ya kuzungumza mawili matatu kuhusu kuisifia kampuni yetu, akatoa na mfano kupitia mimi kwamba kampuni inaendelea kwa sababu wafanyakazi tupo smart kiakili na inaonekana hata kimahusiano tupo vizuri, na ndio maana tunafanya kazi bila ya kuwa na mawazo yoyote. Nilizidi kupata kichwa, yaani furaha niliyoipata siku ile haikuelezeka. Hasani alinitendea haki. Baada ya pati kuisha tulitoka ili tuondoke, lakini tukiwa nje Hasani alinitaka nirudi tu nikapumzike, yeye atachukua bodaboda. Nilimwambia hapana Hasani, naomba tuongozane pamoja. Wewe rudi tu nyumbani usijali, sawa? Nilikubali kwa sababu sikuwa na uhuru, naye sio mpenzi wangu. Kwa hiyo nilikubali kwa kile anachokitaka. Lakini kabla sijapanda gari niondoke, mara kuna mtu akanikumbatia upande wa nyuma. Kugeuka alikuwa ni Hasani, mpaka nilishangaa. Aliniganda akanikumbatia na mimi nikajituliza mtoto wa kike kwa sababu nampenda Hasani kiukweli. Basi kama dakika 5 hivi ndipo akaniachia, na ndipo kuangalia pembeni kumbe alikuwepo Mahir, yule ex wangu. Alikuwa akituangalia. Ina maana Hasani alifanya vile kusudi kabisa ili watu wasione kama tumetengana, na hapo ndipo nilimuelewa Hasani kwa nini alifanya vile. Basi nilifurahi, tukapanda zetu gari, tulipanda wote na yeye ndo akawa anaendesha. Tuliondoka huku ule ex wangu akituangalia na watu wengine wakitukodolea macho tu. Kesho yake nilikuwa namuelezea mama furaha niliyoipata Hasani, ambapo alinitendea kitu kikubwa sana. Yaani sikutaka kurudi nyuma katika kufanikisha ili yawe wangu. Mama hakutaka kupoteza muda. Akaniambia nijiandae twende kwa mtaalamu tukamvute anipende. Hatukujifunza kwa yale tukuta mwanzo, tena tukajiandaa vizuri. Tukaenda tukidhania kwamba nitafanikiwa na nitaolewa na Hasani. Safari hii tulienda kwa mtaalamu mwingine. Kufika mama akaeleza shida yetu na yule mganga alicheka sana akajitapa. Hapa ndo mmefika. Hakuna kitakachoshindikana. Mimi ndo mganga cholo. Hapa kila kitu kinawezekana. Haya kaeni. Kimoyoni nilifurahi alivyotupa uhakika kwamba tutafanikiwa, walau nikapata matumaini. Akaanza kupekecha matunguri yake huku akiwasha moto, akawa anatupia majani fulani ambayo yamekauka. Anatuambia na sisi tuyatupie pale kwenye moto kwa maana ndo tunaondoa mkosi ambao umenizunguka. Alituambia kwamba nina mkosi ambao ndo unasababisha mpaka sipati wa chumba wa kunioa. Alafu tukamuelezea kwamba kuna kijana ambaye ndo nataka niwe naye lakini ana mpenzi wake. Mganga akaniangalia afu akaniuliza, wewe ndiye mlengwa mkubwa. Naomba sasa uniambie, unataka nini kwa huyo mwanaume? Nikamwambia nataka anipende mimi na amsahau kabisa huyo mwanamke wake aliyekuwa naye sasa hivi. Akasema sawa. Huyo mganga akaendelea kuongea maneno yake ambayo hatukuyaelewa, kisha akatupa kichungu kidogo akaniambia, haya, neno unayoyataka katika chungu hichi, huko ukitaja jina la mhusika. Basi nilipokea nikasema nataka Hasani anioe mimi, anipende mimi na huyo Sofia amone kama adui. Basi nikampatia mtaalamu kwamba tayari, na yeye akaendelea kufanya dawa zake. Baadaye tukalipia 100,000 na kuondoka. Tulikaa kama siku 3, ambapo siku hiyo Hasani aliniomba kutoka
Kwa hiyo nilijua tu dawa ya mganga inaanza kujipa. Nilifurahi kupita kiasi. Nikajiandaa, nikapendeza kweli kweli, nikaenda kuonana naye. Nilipofika nilimkuta na alinisifia kwamba nimependeza kweli kweli. Nilijisikia raha sio kawaida. Akanambia, Samira, nimekuita hapa, kuna jambo nataka kukwambia. Ni kuhusu mchumba wangu Sofia. Amechoka kuendelea na kazi huko anapofanya. Kwa hiyo anakuja na tutaishi pamoja huku. Na nitaishi naye huku nikiendelea na masomo na nitamfungulia biashara ndogo ndogo. Lakini ukweli ni kwamba nimekulia katika dini. Siwezi kuishi na mwanamke kama hivyo bila ya kuoana naye. Kwa hiyo kesho nitasafiri kwenda kufunga naye ndoa. Hivyo nimeona nikwambie. Nilishangaa jamani. Yaani sikuamini kabisa. Nilihisi kama homa ya ghafla vile. Nilitegemea baada ya kutoka kwa ule mtaalamu mambo yatakuwa mazuri, lakini kumbe ndo wala yamekuwa mazuri kwa upande wao. Nikamwambia Hasani, inamaanisha mimi tena ndio Bastian, si ndio? Akasema hapana Shaima, sina maana hiyo. Lakini kuna maneno machache nataka kukwambia. Huenda kuna mahali ulipokosea. Ndio maana mpaka sasa unateseka. Wewe ni mrembo, sio wa kuhangaikia ndoa. Huenda unakosea padogo sana. Kuanzia leo cha kufanya, acha majivuno Shaima. Kaa na ujichanganye na watu. Pia swali sana, muombe sana Mungu. Hakika jambo kubwa kwako ni dogo sana kwake. Na la mwisho na kuhusia, kutokana na yanayokukuta, usije kujiingiza kwa waganga. Fahamu kuwa mapenzi hayarogwi. Ipo siku, omba sana utapata. Sihitaji tena kuwaongopea watu. Yaani nilishtuka. Ni kama aliniona kwamba nimemwendea kwa mganga, yaani sikuamini kabisa. Nguvu ziliniisha, nilidondoka chini nikapoteza fahamu na sikujua kilichoendelea. Nilikuja kushtuka nikajikuta nipo nyumbani. Kumbe Hasani alinirudisha kwetu na uzuri alikuwa akipa fahamu. Mama aliponiona nimeamka akanifuata. Mwanangu jamani, kimekupata nini tena, mbona sielewi kabisa? Nilishindwa kuongea. Nilishindwa nizungumze nini zaidi ya kulia. Sababu maneno yale ya Hasani yalikuwa yakijirudia kichwani kwangu kwamba anakwenda kumuoa Sofia. Nilipata hasira, nikainuka kitandani, nikachukua kisu, nikatoka mbio. Yaani nilichanganyikiwa mimi Shaima. Yaani huwa natembea na gari, lakini siku hiyo nilijikuta nakimbia barabarani kama mtu aliyechanganyikiwa. Nilibaki kuwa gumzo barabarani. Basi kuna watu walinikamata wakanirudisha nyumbani. Nadhani mama aliwatuma wanirudishe. Lakini ilikuwa shughuli kunirudisha, maana njia nzima nilikuwa naropoka tu. Niachieni naenda kumuua. Hakuna waganga wala nini, ni wezi tu wote. Kanidanganya, anasema kanidanganya. Watu waache shughuli zao. Wakaanza kunitazama, wengine wakinirekodi kabisa kupata umbea wa kujadili. Niliingizwa mpaka ndani, mama akanipeleka chumbani akanifungia mlango. Alihofia labda naweza kutoka tena, maana nilichanganyikiwa kabisa. Basi nilikaa kama wiki moja bila kutoka nje. Wakati wote huo nilikuwa nikimpigia simu Hasani lakini hakupokea, na baadaye aliamua kuniblock kabisa. Niliamua kuendelea na maisha, ambapo siku hiyo nilienda zangu kazini. Lakini kufika mapokezi nilipewa barua ambayo ilitoka kwa mkurugenzi. Haraka nikaichukua na kuisoma. Ile barua ilitaka niandike maelezo, kujieleza kwanza kwa kujidhalilisha kama mfanyakazi wa kampuni ile kubwa. Kujidhalilisha kwangu kule ni sawa na kuidhalilisha kampuni yao. Alafu pili ni kukaa bila ya taarifa yoyote wiki nzima. Kutokana na mawazo niliyokuwa nayo sikutaka kuendelea kujichosha. Nilichofanya niliandika barua ya kuacha kazi. Sikuwa na dhiki kiasi hicho. Niliamua kuacha kabisa kazi niwe huru, maana nilichoka kuendelea kuaibika. Na sikutaka kuendelea kuwa gumzo, maana watu wameshajua kwamba nilijidhalilisha. Kwa hiyo wangeanza kunisema na kunivunjia heshima kama zamani. Basi maisha yaliendelea, japo kiugumu sana kwa upande wangu. Yalikuwa ni magumu kutokana na mawazo kwamba umri unazidi kwenda.
Nani atanipa heshima mimi kama wanawake wenzangu? Hiyo ndio ilikuwa ni neno langu kila siku, kujiuliza nitaolewa lini. Mwaka mmoja ulipita ambapo baba alinifungulia duka la nguo. Kwa hiyo jioni nilipendelea kwenda kukaa dukani kwangu. Wakati wa mchana mara nyingi niliwaachia waajiri wangu waweze kuliuza lile duka. Siku hiyo dukani hapo aliingia mvulana wa makamu kiasi cha miaka 34 hivi. Kwa kumkisia alikuwa ni umri rika langu. Akawa anachagua nguo mpaka kufika mwisho. Nilipiga hesabu, alinunua nguo za 1.5 milioni. Nilipomtajia tu alitoa bila hata kuomba punguzo. Basi nikaagiza vijana wangu ili wamsaidie kubeba mpaka nje, kwani zilikuwa nguo ni nyingi na za thamani sana. Asante sana kaka, umekuwa mteja mzuri sana kwangu kwa leo. Ndiyo, ni kutokana na ubora wenu wa kazi. Kiukweli nimevutiwa sana na nguo zenu. Inaonekana unatoa bidhaa Uturuki huko Ni kweli bosi, huwa naagiza Uturuki za kiume na za kike, na zaidi sana naagizaga Oman. Wow, hongera sana. Nashukuru sana. Nitakuwa nakuja mara kwa mara, au kama labda una page ambayo unaposti mara unapoleta mzigo mpya, basi naomba ushiriki na mimi. Oh, usijali. Basi nipe namba zako. Lipo grupu langu linahusika na hilo, nitakuunga. Akanipatia namba zake, tukafahamiana pia kwa majina. Aliitwa Othman. Ule ndio ukawa ni mwanzo wa mimi kujuana naye. Baada ya pale nilimuunga kwenye grupu langu. Pia akanifuata na private, tukawa tunachati mpaka kupelekea kwa marafiki. Alijitambulisha kwangu kwamba ni mfanyabiashara, ana kampuni ndogo ya uuzaji wa magari ambayo anamiliki mwenyewe. Hivyo hakuwa mtu mwenye njaa, alikuwa na uwezo wake wa kifedha. Bwana Othman tulizidi kuzoeana mpaka ilifika mahali alinitaka kimapenzi. Akanieleza historia yake kwamba ana mtoto mmoja wa kike, alizaa na mkewe lakini walitengana. Kwa hiyo anahitaji mwanamke ambaye atampenda mwanae, kwani binti yake huyo mwenye miaka 10 alikuwa akimpenda sana. Kutokana na uchu wangu kutamani kuolewa, nilikubali na kumwahidi kuwa nitampenda sana mwanae, na shauku yangu nikataka kumfahamu huyo mtoto, na hakusita. Alimleta mpaka dukani kwangu mwanae huyo ambaye aliitwa Jasmine. Tulianza kuzoeana. Kila mara akija dukani kwangu anakaa, nampa nguo nzuri, katika hali ya kujituma tu nionekane mwema kwa baba yake na afanye haraka masuala ya ndoa. Sasa siku hiyo nikiwa dukani, nilienda asubuhi kwani kuna mzigo nilitakiwa kuupokea. Mara alinipigia simu Othman akanambia, "Shaima mpenzi wangu, nenda shuleni kwa kina Jasmine, kuna kikao, mimi nina dharura kidogo leo." Oh, Othman usijali kuhusu hilo. Mbona haina shida? Acha basi niwahi. Haraka mtoto wa kike nikaacha nilichokuwa nikikifanya, nikapanda kwenye gari na kuwahi huko shuleni kusikia kikao ni cha nini. Nilipofika nikajitambulisha kama mama wa Jasmine. Nimeambiwa kwamba kuna kikao. Mwalimu akaniambia ni kweli, karibu. Basi nilijumuika kwenye kikao kama kawaida. Kikao kiliisha na nilimchukua mtoto nikamrudisha nyumbani. Maisha yakaendelea. Mahusiano kati yangu mimi pamoja na Othman yaliendelea. Hatimaye alitangaza nia ya kunioa na katoa mahari, posa na nini. Siku ya harusi ikapangwa. Hatimaye siku ya harusi ilifika, ambapo asubuhi Othman alinipigia simu na kuniambia maneno matamu kunikaribisha sasa kama mkewe, na pia hakuacha kuniambia kwamba ananipenda sana. Furaha niliyokuwa nao moyoni haikuelezeka. Walifika waandaaji ambao ni watu maalum waliosomea upambaji, ndio ambao waliniandaa kuanzia nguo mpaka mapambo. Nilivaa vitu vya thamani sana, thamani ya juu. Yaani kuanzia juu mpaka chini iligharimu karibu 6 milioni. Watu walijaa, maana mama, kaka zangu na pia baba wote walialika watu wao wa karibu. Kwa hiyo watu wakawa wengi sana. Muda ulipowadia, mara nilisikia vigelegele vimekazana, ndipo nikafunua pazia na kutazama nje. Kipenzi cha moyo wangu alikuwa ameshafika, Othman, kwa ajili ya kuja kunipa heshima ambayo niliitamani siku zote.
Basi nilijawa na furaha. Kila dakika ilipokuwa ikizidi, nilikuwa nikitulizwa chini nikae kusubiri ndoa huko nje. Ilikuwa inafungishwa. Lakini kabla ya ndoa walikuja watu maalum kuja kuuliza kama nimekubali ili ndoa ifungwe. Kwa hiyo nilipewa fomu ya ndoa na kujaza haraka haraka. Niliweka saini kisha wale watu wakaondoka. Tayari kwa ndoa kwenda kuendelea. Zilipita kama dakika 15, hali ilikuwa kimya, hapa kuendelea na chochote, lakini niliamini kuwa mazuri yanaendelea. Hatimaye lisali moja lilipita. Ndipo mamangu akaja chumbani kwangu nikiwa na watu wengine, akaniita pembeni. Mama, vipi? Bado tu ndoa inafungwa? Akanambia, ndoa gani? Hebu mpigie simu huyo mumeo. Ametaka ndoa ikafungwe msikitini. Watu wakatangulia, yeye na baba yako wakawa wa mwisho. Lakini cha ajabu, kaka yako kaja, aliyetangulia kuweka mambo sawa, akasema kwamba baba yako na mumeo hawajafika eneo husika mpaka sasa hivi. Nilishtuka, pozi liliniisha. Haraka nikachukua simu nikampigia Othman, lakini simu iliita bila kupokelewa. Mama naye akawa anampigia baba kimya. Kiujumla hawakupatikana. Nguvu ziliniisha. Niliona aibu upya mbele yangu. Sikuweza kuivumilia. Nilianguka na kupoteza fahamu pale pale. Baada ya miaka 2 hatimaye nilikuja kupata fahamu, ambapo nilijikuta nipo hospitali. Maana nilivalishwa mpaka nguo za blue. Nilikurupuka na kuanza kuita mama, mama. Alikuja muuguzi akanitazama akanambia kwa ukali, lala wewe. Sitaki kulala, nipo wapi hapa? Nataka kwenda nyumbani nikaolewe. Ni siku yangu ya harusi leo. Bila shaka mume wangu Othman ananisubiri. Yule muuguzi alishangaa kwanza, akanisugilia akaninyoshia mkono, akawa ananiweka mara kidole kimoja, mara viwili, akaniuliza, siamini jamani. Ina maana umepona? Nimepona? Kwani naumwa mimi? Muuguzi akashika simu akampigia mtu ambaye sikujua ni nani. Akamtaka aje hapo hospitali haraka. Basi baada ya nusu saa alifika huyo mtu ambaye kumbe alikuwa ni mama yangu. Nilipomuona nilimkumbatia na yeye akanikumbatia kwa furaha sana. Mwanangu jamani, umepona? Hata siamini, namshukuru sana Mungu. Alilia sana mama yangu, kuonyesha wazi kwamba alikuwa amefurahi sana. Mama, mbona unanichanganya? Othman yuko nyumbani. Nataka nikafunga naye ndoa jamani. Unalia nini sasa? Mwanangu, huu ni mwaka wa 2 tangu tukio lile litokee. Ulizimia mwanangu. Na ulipokuja kuzinduka ukawa hujitambui. Pale ulipokuta tupo kwenye mazishi ya baba na kaka yako, ukazimia tena na kupata ugonjwa wa koma. Kila ukiamka ukawa kama kichaa, unaongea tu vitu vya ajabu. Ni mwaka wa 2 sasa. Nilishangaa, sikuamini kabisa. Nikamwambia mama, acha hizo. Baba amefanyaje? Mwaka wa 2? Hapana. Nilipiga kelele, ikabidi nesi amwambie mama aniache kwanza, asinihadithie kilichotokea. Akanichoma sindano ya usingizi kwanza nikae sawa, atanihadithia jinsi ilivyokuwa nitakapokuwa sawa. Niliamka baada ya masaa kadhaa na kumkuta mama yangu amekaa kando ya kitanda changu ambacho nililazwa, huku akiwa ameshika mkono wangu, na ghafla akaamka. Shaima wangu, nakuombea upone sasa jamani mwanangu. Aliongea mama huku akilia. Nikamjibu sawa, acha kulia. Sitolala tena na kuahidi. Nitajikaza na kupambana kuupokea ukweli. Naomba niambie, nini kimetokea? Mama akanitazama na kunieleza. Baada ya siku ya harusi yangu mpaka nikapoteza fahamu, nilipelekwa hospitali. Na wakati huo kaka yangu Hamza ikabidi aende kumtafuta baba na Othman wameenda wapi. Baada ya masaa 24, na maanisha kesho yake muda kama huo, mama na kaka Rafael walipokea miili ya watu wawili, baba na kaka Hamza waliuawa, ambapo kisa
alielezea mmoja wapo kwamba wamewakuta Hamza akiwa ameuawa na baba akiwa hoi. Ndipo kumuuliza baba, akawaeleza kwamba Othman alimwambia waondoke kwa siri akampe pesa, la sivyo hatonioa kwa maana nitaumbuka tena. Ndipo baba kwa kuhofia mwanae kupata aibu kwa mara nyingine akakubali kuondoka naye. Kwa makubaliano akampe pesa. Lakini Hamza alipowaona alikuta tayari mzee wao ameshamkabidhi pesa na anamtambia kuwa hakuwa na lengo la kumwoa Shaima bali ni tapeli. Alikuwa kazini. Ile nyumba anayokaa sio ya kwake, alipanga tu. Hivyo yeye na binti yake wapo kwa ajili ya utapeli tu. Ndipo Hamza kwa jazba alitaka kupigana naye, lakini kumbe Othman alikuwa na watu, hivyo walimpiga risasi mfululizo. Ndipo baba yao naye kwa pressure alianguka na kuzidiwa mpaka wasamaria wema walipowakuta, na yeye alipomaliza kueleza akapoteza fahamu. Basi nikaelezwa kwamba nilikuwa nikipata fahamu na kuzinduka. Mara nilizinduka na kuambiwa baba ampoteza maisha. Nikiambiwa hivyo napoteza tena fahamu, yakawa ndo maisha yangu. Baada ya mazishi, maisha yaliendelea sasa ya kuniuguza mimi. Ndipo baada ya mwezi mmoja mama yangu alifuatwa na wageni nyumbani, ambapo walijitambulisha kama wenye nyumba kwa maana ile nyumba imeuzwa. Mama yangu alishangaa sana. Ndipo kuulizia hati alipewa ile ambayo nilikuwa nimeweka saini siku ya harusi yangu. Kumbe kutokana na furaha ya harusi sikusoma. Nilidhani kile ni cheti cha ndoa na nikaweka saini kule chumbani, sikusoma chochote. Lakini kumbe inasemekana ilikuwa ni hati. Othman alitaka hati mpya akijitambulisha kama ni mtu wa karibu wa familia yetu. Ndipo ikahitajika saini yangu ili hati itolewe nyingine, jina jingine. Kwa hiyo nikajikuta nimeweka saini, na wakati huo mama hakujua hati halisi niliiweka wapi, kwani baba alishanipatia nyumba. Ilikuwa ni ya kwangu. Kwa hiyo mama alilazimika kutoka kwenye ile nyumba. Walihangaika na kaka Rafael polisi, lakini baada ya uchunguzi na maneno ya watu walidai kwamba Othman alijidai amekufa ile siku. Mama aliletewa miili miwili tu. Na Othman anajulikana ni tapeli mkubwa sana. Aliwahi kufanya utapeli hapa nchini miaka 5 nyuma, akakimbilia Marekani, na sasa alirudi kuongeza utajiri kwa njia hiyo hiyo ya utapeli. Na amekimbia, haijulikana ameenda wapi. Mama yangu ikabidi akaishi nyumba ya kaka Rafael, lakini maisha kwake yalianza kwa magumu. Mke wa Rafael ambaye ni Rachel alibadilika baada ya kuona sasa mumewe anategemewa. Alianza maringo, akawa anamsimanga mama pamoja na mimi kwamba sitopona. Ilifika mahali mpaka kaka naye alichoka kunitembelea hospitali. Kwa hiyo ni mama yangu tu ndo alibaki kasimama na mimi mpaka hapo nilipoamka tena. Kiukweli niliumia sana kupita kiasi. Ina maana maisha yetu kwa sasa ni ya kumtegemea kaka Rafael. Sina chochote. Duka langu niliambiwa lilivamiwa na bidhaa kuibiwa. Kwa hiyo hakuna jinsi zaidi ya kuvumilia masimango ya mke wa kaka. Nilimshika mkono mama nikamwomba msamaha. Nikamwambia nisamehe mama yangu. Mimi ndiye chanzo cha wewe kupitia magumu. Ulikuwa na kwako pazuri, na kuahidi mama, nitarejesha kila kilichopotea. Nitatafuta kazi kwa nguvu zangu zote. Mama hakutaka nijilaumu, kikubwa nimepona, ilikuwa ndio furaha kwake. Baada ya wiki moja madaktari walipojiridhisha nimepona, wakaniruhusu kurudi nyumbani, ambapo alikuja kaka Rafael na mama kunichukua kurudi nyumbani. Wifi Rachel wala hakuja. Ndipo niliamini maneno ya mama kwamba Rachel amebadilika. Naam msikilizaji, natumaini kwamba simulizi yetu hii mbali na burudani tunajifunza vitu vingi sana. Si kwa bibi Shaima tu, hapana. Wanawake wengi wapo ambao wanapitia changamoto kama ya Shaima. Ni kipi hasa ambacho Shaima ataenda kukifanya kwa ajili ya kurudisha kile ambacho amekipoteza? Je, atakuja kuolewa ama ataamua kukata tamaa na kuendelea kufanya maisha yake? Ili kujua ni kipi ambacho kitajiri kwenye maisha ya Shaima, basi msikilizaji, sina la ziada kwa leo. Tukutane sehemu ya pili katika kigongo safi hiki kinachoenda na jina la Shaima wakati ujao tena.
Niwatakie usikivu mwema na asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa simulizi mpaka tamati ya sehemu ya kwanza ya Shaima. Sina la ziada, ni mimi wako Beatrice Mshana. Kama haujasubscribe basi usisite kufanya hivyo ili kuendelea kuwa mwanafamilia na uwe ni wa kwanza kabisa kupata simulizi mpya yoyote ambayo inatoka. Tukutane wakati ujao na kwaheri.